na kuelekea kwenye uchaguzi wa chama cha walimu nchini Tanzania CWT. Mwaka ni wa uchaguzi. Gazeti Mwananchi ukurasa wa mbele wanasema hapa CWT kuna waka moto, vigogo 18 wanyukana urais, habari wameweka ukurasa wa 3. Gazeti jingine ambalo limeangazia habari hiyo ya uchaguzi wa chama cha walimu ni gazeti la hapana. Habari Leo hawajaweka habari hii. Habari Leo wameiacha. Wengine ambao wameiweka ni Nipashe. Nipashe wanasema mchuano mkali kwa vigogo CWT kuwania uongozi taifa, ni kwamba wagombea 37 wanatarajiwa kushindana nafasi ya rais na makamu wa rais wa chama cha walimu Tanzania CWT katika uchaguzi unaotarajiwa kufanyika Mei 28 na 29 jijini Dodoma hapa. Kati ya wagombea waliojitokeza 18 wanawania nafasi ya urais, huku 19 wagombea nafasi ya makamu wa rais, na makamu wa rais wa sasa Ikomba Suleiman amejiunga katika kinyang'anyiro cha urais, atapambana na rais aliyepo madarakani Lea Ulaya ambaye anawania tena nafasi hiyo. Jina la Lea lilivuma mwaka juzi baada ya Januari 25 mwaka 2023 kukataa uteuzi wa kuwa mkuu wa wilaya ya Mbogwe mkoani Geita aliopewa na Rais Samia Suluhu Hassan. Lakini pia aliyekuwa katibu mkuu wa CWT naye Josephat Maganga na alikataa uteuzi wa kuwa mkuu wa wilaya Kyerwa mkoani Kagera, huko aliyekuwa makamu wa rais wa CWT kwa kipindi hicho Dina Mathani yeye alikubali uteuzi na akaenda katika wilaya ya Uvinza mkoani Kigoma. Uchaguzi wa mwaka huu unatarajiwa kufanyika baada ya kukamilika kwa uchaguzi katika ngazi mbalimbali za chini za chama hicho, kuanzia ngazi ya shule yani tawi, wilaya na mikoa. Sasa chama kinajiandaa kumalizia mchakato wa uchaguzi katika ngazi ya taifa. Ndaki William, umeona viongozi waliteuliwa, wewe kwa mkuu wakamkatalia mheshimiwa rais. Tutaki sisi tunataka huko kwenye CWT huko ndo kuzuri kwenye hela. Huko wilaya huko nikapambana ikawa kwenye kitu. Nataka chama cha walimu CWT naongoza walimu wote Tanzania. Wakichangia kwa sababu uzuri wa chama cha walimu, makato ya walimu yanakatwa kwenye ule mshahara wao. Kabisa. Ukiona salary slip ya walimu inaonyesha kwamba makato CWT. Wewe leo kwa wilaya operation weka maneno. Sawa bwana. ni kitu cha kufurahisha na kufikirisha kidogo. Makamu wa rais anataka urais. Rais anaungangania urais wake. Wakati ukuu wa wilaya waliukataa. Hebu niambie hapo unaonaje hiyo? Hii kitaalamu tunasema kwamba nataka tena. Yani mimi nipo hapa, unajua bwana Mohamed, hakuna sehemu ambayo mtu anaweza kangangania kama haina maslahi. Si ndio bwana? Na hii ni namba kubwa, ukiangalia kujitokeza hao wote kugombea urais ni namba kubwa. Watu 18 sio mchezo. Nafikiri kuna kazi ya uchambuzi na bila shaka uchaguzi utafanyika hapa Dodoma. Si ndio bwana? Sasa tunaangalia maslahi ya msingi kabisa. Ukisikiliza hoja zao wengi watakwambia nataka nipambanie maslahi ya walimu wenzangu. Sisi tunajua changamoto za walimu, changamoto za nyumba za walimu, kuna paka takwimu ziliwahi kutolewa hapo, 81.3 ndio nyumba za walimu. Unaona kuna changamoto nyingi wanaeleza, lakini kiuhalisia kwanza lilipotokea lile mwaka 2023 watu kukataa uteuzi wa mheshimiwa rais, kuna swali tulipata. Unang'ania kuwa mwenyekiti wa chama cha walimu, kwa nini? Mtu anapima nimechaguliwa na walimu wenzangu. Nimechagua miaka yangu ya uongozi iishe. Sawa. Walimu wenzako wamekuchagua. Si ndio bwana? Na shaka. Haimaanishi kwamba uweze, kwa sababu mwajiri wako pia ndio yule aliyekuchagua. Si ndio? Yani mheshimiwa rais ndio mwajiri wa walimu. Si ndio bwana? Huyo ndio kakupa sekta nyingine kaitumikie, hutaki. Kwa nini? Nataka nimalizie muda wangu. Kwa hiyo ukiangalia ni swala ambalo limekaa kimaslahi zaidi, na tuitazame kimtazamo wa jicho la kiupembuzi zaidi, ni kwamba tunaenda kushuhudia sasa ule mpambano mkali, kwa sababu achilia aliyepo anakitaka hicho kiti cha urais, katibu wake anakitaka kiti cha urais, na wengine 10 na ngapi ukitoa hao wawili manake 18 wanataka wao rais tu, 19 wanataka makamu wa rais, na miongoni mwao 18 yule makamu naye anataka urais. Sasa ndio nakwambia ukitoa hao wawili kwenye wale 18 unapata watu wangapi wanaogombea kiti cha urais. Kwa hiyo ni kazi kubwa sana, ni issue ya kimaslahi. Lakini mimi niwaambie tu ndugu zangu walimu,
waende wakachague mtu ambaye atasimamia maslahi yao. Kabisa, walimu wachague kiongozi wao ambaye atasimamia maslahi yao. Maslahi yao sio maslahi ya kiongozi huyo aliyejichagua, akasimamia akawapiganie kweli walimu. Changamoto zenu penye mazuri awasemee, penye mabaya awasemee kama kiongozi. Tarehe zilizotajwa sio mbali, tuombe uhai tu, kwa sababu tarehe 28 na tarehe 29 wiki ijayo tutaona hapa jijini Dodoma nani atakayeibuka kuwa rais. Je, mama yetu Lea Ulaya utaendelea nayo nafasi au kuna namna, au makamu wa sasa hivi Komba Suleiman atachukua hicho kiti chako leo, au wale wengine 16 wale, yani au wale 16 kule, kuna majina mapya kwenye wale 16 kule hapo. Sasa kwa mfano labda tuseme huyu Ikomba akakikomba kiti cha Ulaya,